So ladies and gentlemen, acha niwaambia kwamba for the very first time, kwa mara ya kwanza toka vita hivi viweze kuanza ambavyo vinaelekea siku ya 32 mpaka leo hivyo, kwa mara ya kwanza watu kutoka Iran ama wanajeshi kutoka Iran wameweza kulipua ndege za majeshi za kivita kutoka Amerika. Na ni ndege ngapi? Ndege mbili ambazo zililipuliwa wakati mmoja, na nitaelezea hapa, inamaanisha siku moja, ndege mbili ambazo zimeweza kulipuliwa siku moja ndani ya Iran, na nitaelezea hapa jinsi gani ambavyo ndege hizi ziliweza kulipuliwa kwa sababu ya jeuri ya Amerika. So ilianza hivi ambapo ndege moja ambayo ilikuwa ikizurura, ama ni ndege ambazo zilikuwa zikizurura takriban 4 ambazo zilikuwa zikizurura sehemu ya kusini mwa Iran, ambapo imekaribia na sehemu ya Iraq kule ambako zilikuwa zinashikilia doria niseme, ambao ni vita ambavyo walikuwa wamevipanga waingie sasa kwenye ground. Na ndege hizi zinafahamika kuwa ni ndege ambazo zimejipanga kivita vizuri, na kila ndege iko na rubani mmoja na mtu ambaye ni mwanajeshi wa kupigana vita mmoja. Kwa hivyo kila ndege ilikuwa iko na binadamu wawili ndani yake. So wanajeshi wa Iran wakajipanga vizuri walipoweza kuhakikisha kwamba ndege za kivita ambazo zinazurura kwenye anga yao ni ndege kutoka Amerika. So uweze kuona ule ujeuri ambao Amerika alikuwa ako nao na kujisikia ya kwamba yeye ana uwezo wa kuingia kwenye anga ya adui na kutembea vile ambavyo wanajisikia. Ndio pale ambapo ndugu zetu kutoka Iran hawa ambao wale wanajeshi kutoka Iran wakaamua na kuichukua moja hapo kwa kuilipua, na ilipolipuliwa ile ndege moja, yule rubani aliweza kusave, yani yule rubani hakufariki. Ilipolipuliwa, ilipokuwa inawaka moto na kuenda chini, mmoja alikwepa pale nje na akashuka akapatikana ameenda chini, ambapo baadaye ndege 3 vile vile zikajitokeza baada ya masaa machache, baada ya kwamba habari imeweza kuenea kote ya kwamba kuna ndege ya Amerika ambayo imelipuliwa kwenye anga ya Iran. Hivyo basi wanajeshi wa Amerika wakaona bado hawajatosheka, acha wapeleke ndege 3 zingine, ambazo ndege 3 hizi ambazo zilikuwa zinaonekana kwenye anga na zilikuja chini kabisa mpaka wananchi wa Iran wakawa kuna uwezo wa kuvideo record na simu zao ili kuangalia ni ndege aina gani. Lakini kwa sababu video na picha na habari zilikuwa zimeenea kila mahali dunia nzima ya kwamba Iran wameweza kufanikiwa kulipua ndege za Amerika kwenye anga zao, basi Waamerika wakaona acha tuonyesha kwamba sisi ndio sisi, ambapo ndege 3 zile ambazo zilikuwa zinaenda walikuwa wanasema kwamba moja ilikuwa ni zana za kivita imejipanga, na zile 2 zilikuwa ni za kutia mafuta ile ndege na escort ya kuipa kule ambako inaendelea. Watu wengi sana walikuwa na sintofahamu, wakaanza kuwatukana wa Iran na kuambia wa Iran, kwa nini wa Iran wanakubali kitendo kama hichi? Yani nyinyi nyinyi mko na vita na watu fulani. Yani watu walikuwa wakisingizia Iran sasa, ama kupush Iran ya kwamba lazima wachangamke wasilaze damu, kwa sababu ilikuwa inaonekana Iran iko na vita na Amerika, na Amerika amepeleka ndege yake kule, na ndege yake aliyopeleka ikalipuliwa, lakini Amerika akapata ile guts na akapata ule ujasiri wa kupeleka ndege 3 zingine kwenye anga ya adui yake ambaye ni Iran, na aenda akazunguke ili kutafuta adui ile amchape, na Mwirani yeye azubaye tu na kuiangalia vile. So watu wengi walikuwa wanashangaa, how is this happening? Ama ni vipi sayansi? Watu walikuwa wanajiuliza, tuelezee inakuaje? Adui vipi? Adui anaenda, yani adui yako wewe anatembeza ndege juu ya anga yako na unamwangalia, alafu unatuambia kwamba tayari umelipwa ndege yake, na yule adui sahihi yatafuta wale watu ambao walikuwa kwenye ile ndege, kwa sababu kuna uwezekano kwa wako hai bado. Vipi inaangaliwa hivi ino ndege? Ndio pale ambapo Mwirani alituliza. Kama tunavyojua kwamba Mwirani yeye hazungumzi sana, zake ni action. Mwirani anasubiria tu malipuzi afanywe naye alipiza. Na most of the people ambao walikuwa nimeona mishuka kwenye comment section pale, wengi walikuwa wanakuja na kusema kwamba Mwirani kazi yake ni kulipiza kisasi. Mwirani haanzishi vita, analipiza baada ya kwamba amefanyiwa. So ndege zile zilikuwa ziko freely kwa sababu zilikuwa ni ndege ambazo zinatafuta kufanyia usalama wenzao ambao walikuwa tayari washatoweka. Hivyo basi ziliachiliwa anga ziweze kutamba vile ambavyo vinajisikia, lakini wakakosea pale ambapo
wananchi wa Iran walikuwa wamepewa uhuru na jeshi ama na mkuu wa jeshi ndani ya Iran ya kwamba waweze kuingia kule mwituni kule sehemu za desert area kule, waweze kutafuta wale jamaa ambao waliepuka kifo kutokana na ile ndege ambayo ilikuwa imedunguliwa kutoka juu, ambapo wananchi waliahidiwa ya kwamba kuna donge nono ambalo watapewa endapo watampata rubani yoyote ambaye atakuwa ameingia kwenye anga ama ameenda kwenye ardhi ya Iran. Ndio pale ambapo wananchi walimiminika kwenye ardhi ya Iran pale kuzunguka na kutafuta, ili mradi waweze kupata lile donge nono ambalo lilikuwa limeahidiwa na serikali ama limeahidiwa na wanajeshi hawa kutoka Iran, ambapo ndege zile pia zilivyokuwa zikiendelea, moja nyingine pia ikachapwa na habari ikaenea pia kwamba ndege ya pili ya Mwamerika imechapwa ndani ya Iran. So pale ndo watu wakajua kweli, yes, huyu Mwirani si mtu wa kuchezea, kwa sababu siku zote tunaambiwa tu kwamba Mwirani ameshindwa, Mwirani anapigwa. Yule Trump naye pia rais wa Marekani kule anakuja anatuambia kwamba mimi nimeshinda vita hivi nimevimaliza, nitampiga Mwirani mpaka nimregeshe enzi za zamani za mawe. So alikuwa ni vita, ni vita vya mdomo kwa mdomo. Mwirani alikuwa ametulia, anamwambia wewe nipige vyote unavyojisikia kupiga, na vile vyote unavyoviharibu mimi niko na uwezo wa kuvitengeneza baada ya kwamba hivi vita tumevimaliza, ama baada ya kwamba hivi vita vimefika mwisho. Endapo vita hivi vitachukua miezi mingapi, I don't care. That is Iranian. Anasema kwamba hawatojali vile vita vitachukua kwa muda gani, kwa sababu wamejipanga kiuhalisia. Lakini amesema kwamba yeye apigwe vile ambavyo Mwamerika anajisikia ampige, lakini Mwirani amesimama na kusema atalipiza mapigo, kwa sababu huno ndio muda mwafaka peke yake wa kumwadhibu Mwamerika ambaye anajifanya kwamba yeye ndio super power hapa duniani na kujifanya kwamba yeye ndio ako na uwezo wa kupigana vita kiakili. Lakini Mwirani amemwonyesha, mimi ndio niko na akili, na mimi ndio naweza nikaongoza dunia hivi, na mimi ndio naweza nikafanya dunia nzima ikawa inaniongelelea mimi, inataka nifanye vitu vyangu ni easy. I have to easy my things ama easy my stand ili dunia iweze kuendelea. Na ni kweli halisia sahino, kama tunavyoendelea kuzungumza sahihi tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026, kila mtu anamtazamia sasa Trump hawezi kuja kuzungumzia swala hili, kwa sababu ndege zake ngapi? 2 zimeweza kuangushwa, ikizingatiwa tayari ni mtu ambaye alikuwa ameanza kuingia mitini na kutafuta pesa zaidi, kwa sababu vita ni pesa, na yeye vita ndivyo alivyovianza. Mwirani hahitaji pesa. Mwirani amejiweka na zana zake ambazo ako nazo. Mwirani hajahama nchi yake kwenda nchi nyingine kupiga vita. Mwirani yuko pale pale kwake. Hana tatizo la kwamba ati anapaswa sahi aende nchi nyingine, aende akaombe pesa ili aje amalize vita hivi. Yeye yuko sawa. Yeye anasubiria tu wale waje, yeye amalize. That's the only thing Iranian ambayo yuko sahi. So Mwirani yeye hana shida kubwa. Na ikizingatiwa kwamba ni mtu ambaye amekaa muda mrefu sana bila kupigana vita. So zana zake ameziweka vizuri. Anasubiria tu atakayekuja amalizane naye. Sio kama Mwisraeli ambaye kila wakati akapigana na kina wa Palestine, kila wakati Gaza. Ni mtu ambaye alikuwa na vita tu huku na huku. Sio kama Mwamerika naye pia kila wakati fujo kuzungumza, natishia huyu sijui nitamuua. But sasa ndani ya Iran ile unit ambayo wako nayo, Mwamerika ndo ameshindwa na Iran. Tuseme tu ukweli, Mwamerika kwa sasa kimemramba cha ukweli kabisa, kwa sababu anafanywa atumie pesa nyingi sana ili aweze kufacilitate vita viweze kuendelea. Lakini ile tu ya kwamba aweze kusimama na kusema ya kwamba jamanini, nataka tuwekeni amani, sitaki vita tena viendelee baina yetu na nyinyi, kwa sababu tumeweza kuona kwamba nyinyi mmejipanga vilivyo, so hakuna haja. Laiti Iran angekuwa amepigana vita ama Iran amemkosea Mwamerika kwa njia moja ama nyingine, tungesema kweli yes, Mwamerika ako na haki ya kujidefend, Mwamerika ako na haki ya kumwadhibu Mwirani. Lakini sasa hata uketishwe kibinadamu, tukiliwahalisia, uketishwe ambiwe kwa nini Mwamerika anapigana na Mwirani? Ni kitu gani ambacho Donald Trump, rais wa Amerika, ambacho amekosewa zaidi na nchi ya Iran, ambao anamfanya yeye asilale na atumia matrillions of dollars kumpiga ama kutafuta ubishi na kumpiga Mwirani? Ni kipi? Ni kipi ambacho Mwisraeli amekosewa zaidi sana mpaka anaweza kuungana na Mwamerika ili kumpiga Mwirani? Hakuna. There's no reason. Ukiangalia hao ndio wenye shida. Mwirani ana shida. Utasikia tunataka atoe nuclear bomb zake, tunataka asitengeneze nuclear, tunataka sisi tumchagulie kiongozi pale nchini kwake, tunataka sisi ndio tuwe tunaongoza ile taifa, tunataka sisi tuweke sheria zetu, waishi na sheria zetu. How come? Inaenda vipi hiyo?
Ndio maana kuna yule rais kuna rais fulani wa nchi ya Ufaransa pia vile vile ambaye amekuja na kuzungumza hivi. Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. So kitu ambacho alikuja akakiongelelea hapa, alikuja akasema kwamba yeye yuamini ya kwamba regime ya Iran ni regime mbaya sana, yaani uongozi wa ndani ya Iran ni uongozi mbovu sana. Lakini pia vile vile akaja na kusisitiza kwamba kugeuza regime ile ama kugeuza uongozi ule ndani ya Iran sio kwa kupiga mabomu ama sio kwa kupigana. Tatizo ama shida ambayo iko kwa kukianzisha kupigana, hatutomaliza vita na hatutofanikiwa kumpiga Iran. So kitu ambacho yeye kama rais wa Ufaransa anachokitaka ni mazungumzo yaweze kufanyika pasi kutumia nguvu nyingi ambayo tayari waliweza kuitumia wakati wa Iraq na hawakufanikiwa, kwa sababu kile ambacho walikuwa kikitafuta wakati ule hawakukipata. So ni kama anamshauri Donald Trump aache kutumia nguvu nyingi na kutumia fedha nyingi zaidi kutafuta kitu ambacho hakina maana yoyote, ikizingatiwa kwa sasa rais wa Marekani anatafuta msaada kwa nchi za uzunguni, lakini nchi nyingi za uzunguni zimeweza kumtenga na kumwambia kwamba hakuna faida yoyote ambao hao wataipata endapo wataingilia vita vinavyoendelea kwa sasa.